Mimi bila mama yangu ni bure, siwezi mbali kuishi bila yeye. Mama yangu nampenda sana, siwezi tenganishwa kamwe. Mimi ni yeye na yeye ni mimi. Baba. Vipi? Mbona unalia na unatoka machozi kiasi hicho? Wamekupiga wenzio au kuna kitu labda umekosa? Niambie. Baba, wewe unajua siwezi kuishi bila mamangu. Naomba rudishe kwa mamangu. Mimi bila mama yangu ni bure, siwezi mbali kuishi bila yeye. Mama yangu nampenda sana, siwezi tenganishwa kamwe. Mimi ni yeye na yeye ni mimi. Oh my God. B. Yaani mimi nikajua labda kuna kitu kingine ambacho kinakuuliza, labda ni kitu tu wamekupiga wenzio huko, labda ndio unakuja sasa kuniambia shida zako hizo. Kumbe ni mama yako. Alafu unajua toka siku nilivyokutoka mama yako, ulikuwa hivyo unamwimba mama yako hivyo, unalialia. Tuko kwenye gari nikajua labda utaacha, lakini bado kaendelea kumuita mama mpaka tunafika nyumbani bado huko mama mpaka tunalala. Akili yangu mimi ikanituma kwamba utakapolala ukiamka utakosha sahau yote mawazo ya mama yako. Hasa matokeo yake sasa wewe ni kunisumbua. Mama sikai kwa raha. Mama. Unaona shida gani na mama yako? Kwa mimi sina uhuru wa kukaa na wewe. Pesi, mbona unanichanganya sana? Unakula unachokitaka. Kama ni nyama unakula. Kama ni kinywaji unakula. Achana kwa mama yako ambapo ulikuwa unakula matembele kila siku. Hapa nimekuleta unajinisusobola minyama, chakula ya maana. Na unachokitaka chochote tunakupatia. Hata wakati mwingine uniombe hela, mimi naamka tu nakupa hela. Nenda kanunua unachokitaka. Nimekutengenezea mpaka midoli nimekununulia. Ukae nayo hapo ucheze nayo, lakini bado. Wewe una shida gani wewe? Kama umemisi mamako, si umuite mamako mdogo, muite mama kama umemisi kuita mama. Lakini sio kuja kunisumbua nipige makelele, mama, mimi nifanyeje? Hala? Mchanganya hapa. Baba, kwa unazania furaha ya mtoto ni kumpa kitu chochote. Mi furaha yangu ni kwenda kwa mama yangu. Baba, naomba rudishe kwa mama yangu. Nirudishe kwa mama yangu. Nampenda sana mama. Sasa wewe mtoto wewe, naona sasa ni kama unataka kunipanda kichwani, si ndio? Hivi nani kakwambia kwamba mimi nitabadilisha mawazo yangu ya kukupeleka kwa mamako? Ngoja tu nikwambie, nikutoe na hilo wazo lako ambalo unataka kuliweka kwangu. Hautakaa urudi kwa mama yako tena. Labda umeenda likizo kutembea, unarudi hapa kwa baba yako. Kwa katika mindset yako ya kichwa chako, weka kwamba sasa hivi sitaenda kwa mama yangu tena. Na ukiendelea kunichokonoa kuhusu huyo mama yako, nitakuja siku moja nikukamate, nikufinyange, nikutupilie huko. Maana sitaki mtu kunisumbua. Mshenzi wewe. Mama, hata sisi tuna mama zetu bwana. Usitusumbue hapa. Baba, unanikataza kwenda kwa mama yangu. Wewe tulia, utaona mashetani yangu. Tulia tu. Tulia utaona. Yaani wewe una mashetani? Wewe una majini wewe? Unajua, ngoja nikwambie kitu.
mimi mwenzako sitishiki na hivyo vitisho vidogo vya mashetani. Sawa? Yaani huaga sitishiki na kelele za chula. Mimi ni tembo, wewe ni chula. Huwezi kunisumbua chochote mimi nikashindwa kunywa maji. Eti mimi na mashetani. Ndio mamako akakudanganya hivyo kwamba ukifika kule mtishie babako na mashetani. Mimi. Sasa sikiliza. Wewe na mashetani yako takamata nitapiga. Mbafu kabisa wewe. Tulia, tutaona. Utaona. Utaona na mashetani yangu. Yaani wewe ndio utakuwa kwanza mimi kunisumbua na mashetani yangu. Sijui nini na nini. Mimi. Shenzi kabisa. Mashetani. Ni wangapi ambao tumeona sisi na mashetani? Uje unisumbue mashetani yangu tuhubiri. Utaona mashetani yangu. Afu watoto wao vya kulisi vinazidi. Mimi bila mama yangu ni bure, siwezi mbali kuishi bila yeye. Mama yangu nampenda sana, siwezi tenganishwa kamwe. Mimi ni yeye na yeye ni mimi, nampenda. Nirudishe kwa mama yangu, nampenda sana mama, bila mama furaha sina, bila mama siwezi kabisa, bila mama furaha sina, bila mama siwezi kabisa. Vipi mke wangu? Mbona ni kama una mawazo? Kuna shida gani? Hamna, nipo kawaida tu. Unajua sijakuzoea ukiwa kwenye hali kama hiyo. Kwa hiyo ndio maana ikanifanya nikuulize. Kuna kitu nilikuwa nakifikiria hapa. Nilikuwa nataka nikwambie. Samahani lakini kama utojali. Bila samahani. Mume wangu, mimi nataka nikwambie hivi. Huyu mtoto tungemrudisha kwa mama yake. Kwa sababu toka siku amefika hapa mpaka sasa hivi hana amani mtoto. Yaani inamaanisha afurahi kukaa hapa. Kwa mimi nilikuwa naomba umrudishe tu kwa mama yake. Sio kwa ubaya. Unajua mke wangu, kuna namna fulani sikutegemea kusikia kitu kama hiki kutoka kwako. Unajua kabisa ni kiasi gani nimepata tabu na huyu mtoto. Alafu leo unakuja kunishauri kwamba mtoto arudi kwa mama yake. Au hutaki kukaa na huyu mtoto hapa nyumbani? Maana sio kitu cha kawaida kabisa. Yaani nilitegemea kunishauri vitu vingine kabisa. Tufanye mambo gani? Labda huyu mtoto aendelee kustiki hapa, aendelee kukaa hapa, aendelee kukaa na baba yake. Alafu leo unanishauri kwamba mtoto arudi kwa mama yake. Kitu ambacho mimi sikisadiki hata kidogo. Hapana.
Hapana mume wangu, sio kwa ubaya, lakini ndio maana nikakwambia nikatanguliza samahani. Kwa sababu mtoto jinsi tunavyozidi kukaa naye, mtoto hana amani, ana majonzi, kila siku analia. Nimejaribu sana kumbembeleza. Najaribu kadri ya uwezo wangu, lakini hanielewi. Mimi naishi naye vipi? Natamani hata angekuwa mtoto wangu mimi. Pia huo mtoto wa kwako ni wa kwangu mimi pia, kwetu wote. Sasa ukisema hivyo simpendi. Mbona nifikiria vibaya? Lakini mume wangu, unajua mke wangu, mimi sio kama nakufikiria vibaya, ila wewe ndo unanifanya mimi nikufikirie vibaya, kwa sababu yani ni dhahiri shahiri kabisa. Unaona kabisa labda huyu mtoto ni kero kwako. Unajua ni kiasi gani mimi nimetumia nguvu kubwa kumtoa kwa mama yake. Mama yake ameshakata mtoto asije huko, lakini pia nimeforce mtoto itakiwa aje hapa akiwa na miaka 10. Mimi nimeforce amekuja na miaka 8. Kwa hiyo nimetumia mpaka njia za mkato. Nimehonga mimi mawakili. Nimehonga baadhi ya viongozi ili mradi tu mtoto aje nikae naye. Ili kuonyesha kwamba mimi na umuhimu na huyu mtoto. Hilo swala wewe unalijua. Nimepambana kiasi gani? Leo hii wewe ndo unanishauri kwamba mtoto tumrudishe tena kwa mama yake tena. Yaani yule mtoto hakuna kitu ambacho mimi sijakifanya kwake. Nimenunua mamidoli nimeweka. Paka nyumba yenyewe sasa hivi inaonekana kama ni nyumba ya watoto. Hakuna kitu ambacho simpi. Chochote anachoniomba mimi nampa. Tena wakati mwingine aniombi mimi namtafutia hela nampa. Naenda kanunue mwanangu chochote, lakini mtoto bado yuko hapo hapo. Na unajua mimi kwamba lengo la kumleta huyu mtoto hapa mimi aanze shule. Aanze shule huku kwa baba yake. Sitaki mimi mwanangu aendelee kuteseka. Mimi baba yake nakula nyama, mwanangu mimi anakula matembele huko. Wapi na wapi? Ni damu yangu mimi ile. Mimi nilitegemea labda utanishauri kwamba baba fulani twende kwa mganga tukamzindike huyo mtoto. Ikiwezekana amsahau kabisa mama yake, aendelee kukaa na wewe kwa amani. Afu wewe ndo unanishauri tumrudishe kwa mama yake, yani kwamba umeishiwa mbinu. Mimi sijaishiwa mbinu ya kuishi na huyo mtoto. Nimeshasema mtoto atakaa hapa, hataondoka popote, na mimi ndo baba. Mimi siwezi kushindana na mtoto mdogo kama yule. Nadhani nimemaliza mimi. Lakini mume wangu, ukisema hivyo utakuwa unakosea. Ili mtoto awe na amani, tumpe mtoto kitu ambacho anakitaka. Yeye anaona furaha yake kuishi na mamake. Tumpeleke kwa mamake akaishi, kama ni kusoma si atasoma huko, akisha kuwa mkubwa atarudi kwa baba yake. Kwa hiyo shule za kule ndo nzuri za kwa mama yake kuliko hizo shule ambazo ziko kwa baba yake huko. Shule si zile zile. Wakifundisha A na huko sio wanafundisha A. Hebu niache bwana, mimi naona ushauri wako naona umeishiwa ushauri. Mungu. Kwa hiyo utalifanyia kazi hapo? Nitalifanyia kazi, lakini sio kwa ushauri wako huo wa kumrudisha mtoto kwa mama yake. Nadhani itakuwa ni ushauri mwingine kabisa ambao utafanyia kazi. Jaribu mtoto kumpa nafasi mwanangu. Mimi nilikuwa natoa kama ushauri. Shemeji. Salama za kwako? Kwema, naona kumekucha tena. Kumekucha shemeji yangu. Naona damkiana usafi. Usinajua tena. Ila shemeji, samani kuna kitu nataka kuulize kidogo. Hivi vipi mtoto wenu? Mbona kama yani hana furaha, muda wote namkuta amejitenga huku nyuma analia, mara yupo huku analia. Yani shida ni wewe labda unampiga sana au shida ni nini hasa? Shemu. Mimi unanijua vizuri kabisa. Unajua roho yangu jinsi ilivyo. Na unajua mimi napenda watoto. Mimi siwezi kumpiga yule mtoto, alafu ni mdogo sana. Hata pa kumpiga mimi nitampiga wapi jamani? Huyo mtoto anataka kwenda kwa mama yake. Kila siku analia anamtaka mama yake. Lakini baba mtu ndo kwanza hata sikii. Na hala nielewi kabisa. Kwani ana umri gani mtoto? Huyo mtoto ana miaka 7. Sasa mbona kawahi kumchukua mtoto kwa mama yake?
Si angemwacha tu, hiki akikuwa anamchukua. Yaani hapo shemu hata mimi sijui. Sawa, kwa sababu yule mtoto ameletwa tu, babake anataka kukaa naye. Kwa mimi nikampokea, lakini mwenyewe mtoto hana ushirikiano na mimi kabisa yani. Wewe umejaribu kuongea naye, labda anasemaje yeye kwa upande wake, yeye baba mwenye mtoto? Hamna shemeji, labda pengine ujaribu kuongea naye kwa sababu ni kaka yako, pengine anaweza kukuelewa. Lakini wewe ni mama, inabidi utumie mama wako kwa mtoto. Kwa sababu ndio hivyo, kama kashamleta tayari ni mwanao. Sasa wewe kama mama, jitahidi sana mtoto umlee. Sawa shemeji yangu. Wewe umefuata nini hapa? Watu nafatana kama mapolisi. Una shida gani? Kwa hiyo baba ndio umeshindwa kunipeka kwa mamangu, au sio? Nisikize nikwambie wewe mtoto. Tena naomba unisikilize. Sawa? Na nimeshakata kama katibu kata wa kata ya Mkata aliyekata. Hutaenda kwa mama yako tena. Hivyo niongee mara ngapi unielewe wewe? Niongee mara ngapi? Yaani niongelee nini ili unielewe kama baba kaongea? Nishakwambia hutarudi kwa mama yako kamwe. Tena sitaki unisumbue. Tuli mashetani yangu akianza kazi. Utaona. Wewe tulia tu. Mashetani yangu yakianza kazi utaona. Yaani wewe mimi unitishe, wewe mtoto unitishe mimi. Mimi. Wewe sikiza, mimi nishatishwa sana. Huwezi kunitisha mtoto mdogo kama wewe. Mashetani yangu yakianza kazi. Sasa ngoja nikupe taarifa. Wewe nao mashetani yako yakija, mimi yote nakamata napiga. Ili ujue kabisa kwamba baba sio mtu wa mchezo. Jinga kabisa wewe. Sasa una